natamani mbona ule mwanangu? Nimefurahi sana. Mtume alisema kwamba mnapokula kuleni kwa mkono wa kulia. Kweli? Bismillah. Yangu. Chakula kitamu kweli. Asante. Basi nyewe laini. Wangu. Na jambo lilikuwa nataka kutaarifa. Jambo gani tena mke wangu? Jambo lenyewe naliona la heri, lakini sisi tutachukulia vipi? Basi tuendelee kula. Rafiki yangu kibibi amekuwa hapa. Kibibi kipo nayo. Huyo. Muda mrefu sana toka hapa kijijini elekea mjini. Kweli. Kwa hapa na amekuja na taarifa njema. Gani hizo? Pale mjini hawakufanya kazi. Bosi wake. Rafiki yake. Sasa rafiki yake anataka mfanye kazi. Mfanye kazi? Nionelea basi haja kitu kingine hadi mimi wake kwa. Mke wangu. Wewe uende mjini kufanya kazi? Ndio. Na kibibi anajua kwamba umeolewa kweli? Nafahamu hivyo. Sasa mbona kuja kwangu? Tunafahamu mambo ya kike tu. Sawa, lakini mke wangu kwa hilo mimi ndo nafaa kujua kwanza. Maana pia nikuja kutaarifu. Na wewe mwenyewe umekubalia vipi kwa hili jambo? Ni jambo la heri tu. Yaani afadhali nipende kule mjini. Sije turekebisha hali yetu hapa nyumbani. Angalau tunistiri. Ni kweli mke wangu. Ila najua ni jambo gumu sana kwa mume kumruhusu mke wake aondoke nyumbani hivi. Ila kwa kuwa mwenyewe umeridhia, basi mimi sina jinsi ila kuruhusia tu mke wangu. Kweli mume wangu. Nafurahi sana mume wangu kusikia hivyo. Mke wangu. Ndio chungu. Bila shaka. Mimi sijiko na mpenzi mwingine. Yaani heshima yangu wote. Upendo wangu wote uko kwa nini siheshimu mume wangu? Nifurahi sana kusikia hilo. Ila kuna kitu kimoja ndio kwa mimi. Ndio uko mjini. Inabidi ufike kwa babu. Muelezee kwanza. Pia usikize shauri yake atakueleza vipi. Kweli, babu ndio mzazi kidogo. Nitafika pale nitamtaarifu baba. Nipatie baraka zake nielekee mjini. Mashallah unalamba vidole. Ndio songa tu mama. Sauda. Mimi naja. Fanya haraka bwana, magari yatakupita. Muda wote. Tayari. Tayari. Kibibi. Naam shemeji. Na ukabidhi mke wangu. Sawa. Hiyo wasafu usiye nayo shemeji. Naona umejaa sura ya huzuni. Kweli. Najua moyoni mwangu umetanda sana ganzi kwa sababu mke wangu nimeshaupweke. Na usijali shemeji. Huyu ni wako bwana, yenda kutafuta sasa. Atarudi tu. Kweli nimesema ila kibibi. Nakuomba nenda kuwa mwangalifu sana kwa ufi yako. Nitamfunza maana yake penye anaenda ukaribu. Nakuwa tunaonana kila siku. Hakikisha unamlinda sana mke wako. Sawa.
Ndani basi nawasindikize sije mkaachwa na gari. Haya, tuwaini maana tumechelewa. Sasa dada hapa ndio jikoni. Hapa ndio store. Kazi yake nini? Hapa weka vitu na chakula ndio weka hapa. Utapika ndio hapa wanawasa jikoni. Hapa sasa ndio jikoni hapa. Acha kuangalia sana, utaangalia yote baadaye. Hapa kwa kuosha vyombo, nafungua maji, yani huu ni mfereji, yote ni mfereji. Nafungua maji, kuosha vyombo, kimaliza unaweka hapa. Hapa ndani maji, hapa kutoka maji. Ukishatoka maji hapo, sahani, naweka sahani hapa. Hapa. Nafunga kikombe, naweka hapa. Nafunga kijiko, natia hapa. Unaangalia sehemu hapa kwa kijiko, hapa kwa kuja kupakulia. Sasa hapa ni friji. Sasa hii ya nini? Kuweka chakula. Nyama, ndio wachukua nyama, tomato, kila kitu kiko hapa. Chakula kikibaki unakuja unaweka kwa container, unaweka hapa ndani. Ndio kisiharibike. Mjini kuna mama, unaelewa sasa jiko ni. Haya, jiko sasa la kupika ni hapa. Sasa makaa yako wapi hapa ama ni kuni zatiwa wapi? Nawe hapa si shambani huko. Hakuna mbakuni, gasi hii. Unachukua kibiriti hichi unawasha. Unachukua mshale unawasha. Unabofya hapa. Unaweka, unachilia. Sasa bila kuni kwa waka nini hapa? Wewe nawe hakuna mbakuni hapa. Gasi iko huko ndani. Hapa ndani hapa. Hapa ndani. Nielewa. Wewe utajua vyote polepole. Spices. Unataka kupika pilau, unataka kupika nini? Hapa. Unachukua hapa. Kila kikembe kina jina lake. Unaenda shule. Haya. Hapa. Ninakuonyesha haraka nataka kuwahi bwana. Njoo twende huko. Twende kuonyesha choo. Nishakuonyesha kila mahali. Acha niwahi bwana. Angalie kazi ufanye vizuri. Sawa. Ukikushinda vyombo kijijini. Tajaribu. Sasa nikuulize rafiki yangu. Kuna nini mwishi na wanyama? Wanyama wapi? Hawa. Sasa hawa ni wanyama wale nao. Kwani nini ya? Vidoli tu. Visanamu. Walishtua? Si wanyama hao. Kweli? Umeanzi hata vidoli. Mjini huko. Utavizoea hivi. Utakuwa vya kuangalia tu kila siku. Acha mimi niende. Haya, tutaonana. Wewe fanya kazi vizuri. Kikushinda leo huko vijijini. Kitaka mikono, pepeta. Tutaonana. Hapo rafiki yangu sisahau uje unanitembelea pia. Haya kwa leo. Haya. Bwana Rashid. Naona shamalizana. Vipi? Naam. Kibibi. Yes. Nakushukuru sana kwa kuniletea msichana mrembo kama yule. Tena ndio huyo nishakuletea. Lakini taratibu. Maana wewe nakujua zako. Kwa hilo usio na wasiwasi. Kwanza nakushukuru sana
Maanake ilikuwa nahitaji mtu wa ndani wa kunisaidia kazi za ndani. Na umenifikishia. Dadangu huyo mtunze vizuri. Kwa hilo nimekwambia usiwe na wasiwasi. Kama utamtunzia sawa. Nikwambia ile usiwe na wasi kabisa. Nao nitakupa zawadi nono kwa kazi uliyofanya. Sawa, nitashukuru Rashid. Nimefurahi sana. Haya. Sawa. Acha mimi niwahi, manake zangu kule za ningoja. Haya, wakati mwema. Haya. Sawa. Nitakuwa naja kumwangalia vinaendelea. Sawa, hakuna shida. Umekaribishwa. Haya. Sawa.